Usiku mmoja wa mvua mzito katika kijiji kidogo kilichotulia pembezoni mwa mji, msichana mmoja alikuwa ameketi dirishani akiangalia tone za mvua zikidondoka taratibu. Macho yake yalikuwa yamejaa mawazo mazito. Alikuwa ameumizwa, si kwa kupigwa, bali kwa kuacha na mtu aliyemwambia nakupenda kuliko maisha yangu. Wiki mbili baadaye, mwanaume huyo alionekana akitembea na mwanamke mwingine huku akicheka kana kwamba hakuna kilichowahi kutokea. Ndipo swali likazaliwa moyoni mwa yule msichana. Kama huu ndiyo upendo, basi mapenzi ni nini hasa? Na hilo ndilo swali linalowatesa wengi duniani leo. Wengine wanaamini mapenzi ni pesa, wengine wanaamini ni hisia, huku wengine hudhani ni umiliki. Nao wengine wamefikia hatua ya kusema mapenzi hayapo kabisa. Katika dunia ya leo, mapenzi yamechanganywa na tamaa, maumivu, matumizi, usaliti na maingizo, kiasi kwamba watu wengi hawaelewi tena maana yake halisi. Zamani mapenzi yalikuwa safari ya uvumilivu. Watu walijenga mahusiano kwa heshima, mazungumzo na kujitolea. Leo hali imebadilika. Mitandao ya kijamii imeleta sura mpya ya mapenzi. Vijana wengi wanapenda picha kuliko tabia. Wanatafuta couple goals badala ya uhalisia wa maisha. Msichana anaweza kumpenda mwanaume si kwa sababu ana moyo mwema, bali kwa sababu ana gari, simu nzuri na uwezo wa kumpeleka sehemu za kifahari. Vivyo hivyo, mwanaume anaweza kumfuata mwanamke kwa uzuri wake wa nje, huku akisahau tabia, utu na maadili. Ndipo mahusiano yanapoanza kwa uongo, na penye uongo mapenzi ya kweli hupotea. Tatizo kubwa linalowafanya watu washindwe kuelewa mapenzi ni kuchanganya mapenzi na tamaa. Tamaa huvutiwa na mwili, mapenzi huvutiwa na moyo. Tamaa hutaka haraka, mapenzi hujenga taratibu. Tamaa hubadilika kulingana na mazingira. Mapenzi husimama hata wakati wa shida. Leo mtu anaweza kusema nakupenda ndani ya siku moja. Kesho akapata mtu mwenye fedha zaidi, akaondoka bila hata kuangalia nyuma. Hayo si mapenzi. Huo ni mtego wa hisia za muda mfupi. Mapenzi ya kweli hayaangalii tu raha ya leo, bali hujenga hata ya kesho. Maumivu yanayowafanya watu waogope kupenda. Wapo watu waliopenda kwa dhati, wakaumizwa vibaya kiasi kwamba wakaamua kufunga mioyo yao milele. Kuna mwanaume aliyemsomesha mpenzi wake hadi chuo kikuu. Alijinyima ili amjengee maisha bora, lakini siku ya kufanikiwa, yule mwanamke alimwacha na kwenda na mwanaume mwingine mwenye pesa nyingi kumuliko. Kwa mwanamke aliyemlea mwanaume katika kipindi kigumu cha maisha yake, lakini baada ya mwanaume huyo kupata kazi nzuri, alimgeuka na kuanza kuona aibu, hasa kuonekana naye hadharani. Matukio kama haya yamewafanya wengi kuamini kuwa mapenzi ni biashara. Watu wameanza kuogopa kuonyesha hisia zao za kweli kwa sababu wanaogopa kusalitiwa. Na pale ambapo hofu inatawala, mapenzi ya kweli hushindwa kukua. Je, mapenzi ni pesa? Hilo ndilo swali linalozua mabishano makubwa zaidi. Ni kweli pesa ni muhimu katika maisha. Mahusiano mengi huvunjika kwa sababu ya changamoto za kifedha, lakini pesa peke yake haiwezi kujenga mapenzi. Unaweza kulala kwenye nyumba ya kifahari, lakini moyo wako ukawa na upweke mkubwa. Unaweza kupewa zawadi ghali kila siku, lakini bado ukakosa mtu anayekusikiza unapolia. Mapenzi si ukubwa wa matumizi. Mapenzi ni uwepo wa mtu anayekujali hata wakati huna kitu. Wapo walio masikini lakini wana furaha ya kweli katika ndoa zao. Wapo matajiri lakini wanaishi kama wageni kwenye nyumba zao. Hii inaonyesha kuwa pesa zinaweza kusaidia mapenzi, lakini haziwezi kuyazalisha.
Mitandao imengeuza mapenzi kuwa mashindano. Watu wanapima mahusiano kwa picha za Instagram, video za TikTok na status za WhatsApp. Mwanamke anaona rafiki yake amepewa maua makubwa, naye anaanza kuona mpenzi wake hafai. Mwanaume anaona wanawake wenye perfect body mtandaoni, akaanza kumdharau mwanamke aliyempenda kwa dhati. Watu wameanza kutafuta ukamilifu ambao haupo. Matokeo yake ni kuvunjika kwa mahusiano mengi kwa sababu ya matarajio yasiyo halisi. Mapenzi ya kweli hayaishi kwenye filters za kamera, huishi kwenye uvumilivu, kusameheana na kuelewana. Umiliki sio mapenzi. Wengi hudhani kumpenda mtu ni kumiliki maisha yake yote. Ndipo tunapoona wivu uliopitiliza, kufuatilia simu kila dakika, kupiga marufuku marafiki au hata kutumia vitisho. Lakini ukweli ni huu: mapenzi ya kweli hayafungi mtu gerezani. Mapenzi huleta uhuru kwenye heshima. Mtu anayekupenda kwa dhati hawezi kukudhalilisha ili athibitishe anakupenda, na si kile anayekukataza kuongea na wengine anakupenda. Wengine wanatawaliwa na hofu, tamaa ya kumiliki au majeraha ya zamani. Kwa nini watu hushindwa kuelewana kwenye mapenzi? Kwa sababu kila mtu huingia kwenye mahusiano akiwa na matarajio tofauti. Mmoja anataka ndoa, mwingine anataka sherehe tu. Mmoja anataka uaminifu, mwingine anataka faida. Mmoja anataka kujenga maisha, mwingine anataka kujulikana mitandaoni. Watu wawili wanaweza kusema tunapendana, lakini kila mmoja ana maana tofauti ya mapenzi. Ndipo migogoro huanza. Mapenzi ya kweli yanafanana na nini? Mapenzi ya kweli si maneno matamu pekee. Ni kitendo, ni kujitoa, ni kuheshimiana, ni kubaki hata wakati mambo yameharibika. Ni uwezo wa kusikiliza badala ya kuhukumu. Ni kuona mapungufu ya mtu lakini bado ukachagua kumpa nafasi ya kuwa bora. Mapenzi ya kweli hayaogopi ukweli. Hayahitaji maingizo kila siku ili yaonekane mazuri mbele za watu. Na mara nyingi, mapenzi ya kweli huwa kimya lakini yenye nguvu kubwa sana. Basi mapenzi ni nini? Mapenzi si tamaa ya mwili pekee, si fedha pekee, si zawadi pekee, si picha za mitandaoni, si maneno matamu yasiyo na vitendo. Mapenzi ni ule uwezo wa moyo mmoja kuona thamani ya moyo mwingine bila masharti ya unafiki. Ni kuchagua kubaki mwaminifu hata pale ambapo kuna sababu nyingi za kuondoka. Ni kujenga badala ya kubomoa. Lakini katika dunia ya leo, watu wengi wamejeruhiwa, wamechanganyikiwa na wamefundishwa vibaya kuhusu mapenzi, kiasi kwamba hawawezi tena kutofautisha kati ya upendo wa kweli na tamaa iliyovalia sura ya upendo. Ndiyo maana swali linaendelea kubaki: mapenzi ni nini? Na labda jibu la kweli halipo kwenye maneno mengi, bali kwenye matendo ya kila siku yanaonyesha utu, uaminifu, heshima na moyo wa kujali mwingine kwa dhati.